na swala zima la kumwachisha mtoto mdogo nyoyo. Amesema endapo mke na mume, wakati mke ananyonyesha, mke akapata ujauzito na yale maziwa ya mke yakawa yana changamoto kwa yule mtoto je, hili linahitaji maridhiano? Sawa sawa? Naam. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka wazi ndani ya Qur'an kwamba in arada fisalan an taradhin minhuma wa tashawur, wazazi wawili mke na mume wakitaka kumwachisha mtoto ziwa, basi hilo swala lifanyike kwa maridhiano kati ya mke na mume. Watashawur na discussion. Tashawur ni discussion, na katika tashawuri ni kuangalia madhara na maslaha. Je, katika kumwachisha mtoto ziwa kuna maslahi kwa mtoto? Je, kuna maslahi kwa mama ambaye ana ujauzito mwingine? Au katika kumwachisha mtoto ziwa kuna madhara kwa mama au kuna madhara kwa mtoto? Na sheria wanasema ad-dinu mabniyun ala al-masalih fi jalbiha wad-dar'i lil-qaba'ih fa in tazahama adadu al-masalih yuqaddamu al-a'la min al-masalih wa dhidduhu tazahumu al-mafasid yurtakabu al-adna min al-mafasid. Maana yake nini? Kama katika kumwachisha mtoto ziwa ndio kuna maslahi kwa huyu mama, sawa sawa, anatakiwa kumweleza nani? Mume wake, na mume anayemthamini mume wake hatoleta ubishi. Kwa hiyo sitokee tu akamshtukiza, sawa sawa, wakae katika meza ya mazungumzo. Uislamu unataka watu wakae katika meza ya mazungumzo, mtu na ndugu yake, mtu na mkewe, hata katika jambo la kumwachisha mtoto ziwa. Tumeelewana nafikiri hapo? Naam.